Bwana, dili la Paul Peter Kasunda na Simba Sports Club ni kama vile limenyamaziwa au ni kama limesaulika au ni kama vile Simba Sports Club wamekwisha kugairi au ni kama vile Simba Sports Club hawahitaji tena huduma kutoka kwa mchezaji huyu. Lakini taarifa ni kwamba Simba Sports Club wamekwisha kukaa jana usiku katika kikao ambacho kilikuwa kikizungumzia kuhusiana na kuongezeka kwa mshambuliaji ambaye anahitajika ndani ya Simba Sports Club kwa ajili ya kuiwezesha Simba Sports Club iweze kufanya vyema zaidi na zaidi. Na tumezungumza hapo jana kwamba Simba Sports Club pamoja na Dumbia ni kama vile viatu havijamwenea, viatu havijamtosha, viatu kuwa vikubwa sana kwake kwa ndani ya Simba Sports Club. Kijana mdogo amekabidhiwa majukumu ambayo yeye binafsi ana jitihada nyingi sana ndani ya Simba Sports Club, na tumeziona katika mechi ya Ngao ya Jamii kwamba alikuwa akishuka kwenda kutafuta, lakini namna moja ama nyingine basi hakuwa anapata nafasi na hajapata nafasi basi ya kuingia kambani. Kwa hiyo viatu ni kama havimtoshi kwa namna moja ama nyingine, na alizungumziwa sana mchezaji ambaye anajulikana kama Ismail Mgunda kuja kuvivaa viatu hivyo ama kuja kuwa backup ama kuja kuwa msaidizi ama mbadala wa Ibrahim Dumbia, lakini kama vile na yeye Simba Sports Club bado inasemekana kwamba tayari amekwisha kusajiliwa. Inasemekana kwamba ni tayari amekwisha kusajiliwa ndani ya Simba Sports Club na ni muda na wakati wote basi anaweza akatambulishwa ndani ya Simba Sports Club. Lakini Simba Sports Club wao bado hawajakaa kimya, hawajakaa kinyonge, wamezungumzia sana jana na kocha wa Simba Sports Club anayefahamika kama Steve Becker. Jana jioni benchi lake la ufundi pamoja na Simba Sports Club lilikaa kikao na kupendekeza jina la Paul Peter Kasunda na kocha Steve Becker akawataka sana viongozi wa Simba kumleta kijana huyo kabla ya dirisha la usajili halijafungwa. Ni kweli kwamba taratibu za kumpata kijana zilianza siku ya jana na JKT walikubali kufanya biashara hiyo, ila baadhi ya viongozi ndani ya Simba Sports Club walisema kwamba wanaona kama Ismail Mgunda anatosha kwa kuwa mshambuliaji wazawa katika nafasi ya kuwa kama mshambuliaji mzawa ndani ya Simba Sports Club, lakini wao wengine walitamani kwamba dili la Kasunda basi liachiwe. Lakini tumeona kwamba yeye takwimu zake za msimu wa jana, msimu wa mwaka 2025, msimu wa mwaka 2026 ni kama amezidiwa na Paul Peter Kasunda, ni kama amezidiwa na Paul Peter Kasunda. Na Paul Peter Kasunda, advantage ya kwanza, huyu ni mzawa, na ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanafanya vyema zaidi na zaidi. Basi nikukumbushe kuhusiana na yeye kidogo, lakini kabla ya yote basi nikuombe uguse alama ya subscribe hapa YouTube ya Iroyo Television ili tuweze kwenda sambamba zaidi na zaidi. Lakini pale TikTok pia tupo kama Iroyo Television, kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kuwa mazuri zaidi na zaidi, unapata taarifa za kimichezo. Jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Hapa ni taarifa nyingine. Taarifa inasema kwamba Paul Peter Kasunda, tukianza na makuzi yake yeye kama Paul Peter Kasunda, kwanza tunajua huyu alikulia pale Azam Complex na pia amepata kupita katika klabu kama KMC, lakini pia amepita Dodoma Jiji, na baada ya Dodoma Jiji kwa sasa anatumikia klabu ya JKT Tanzania ndani ya hapa ndani ya ligi kuu ya NBC Premier League. Ni kwa nini Simba Sports Club wamempendekeza kijana huyu Paul Peter Kasunda? Ni kwa nini Simba Sports Club na kocha Steve Becker wamependekeza kumpata mshambuliaji huyu Paul Peter Kasunda? Kwanza nimekuambia huyu ni mshambuliaji ambaye ni mzawa ndani ya Tanzania, na msimu uliopita kabla ya huu wa mwaka jana, kwa maana ya kwamba msimu mwaka 2024, msimu wa mwaka 2025 akiwa kule Dodoma Jiji alifanikiwa kufunga mabao 8. Huyu ni mzawa na amefunga mabao 8 katika msimu ujana, na wengi wakatamani sana huyu kijana aonekane katika ligi kuu ya aonekane katika timu ya taifa, kwa maana ya kwamba aitwe katika timu ya taifa aweze kutumikia timu ya taifa na aweze kufanya mambo yaliyo makubwa zaidi na zaidi. Kwa mchezaji ambaye ni mzawa kufunga mabao 8 katika ligi kuu ya NBC Premier League, lakini pia katika timu ambazo ziko katika daraja la kati, kwa maana ya kwamba Dodoma Jiji, lakini pia JKT Tanzania. Huyu ni mchezaji ambaye anafaa kuchungwa sana na anafaa sana kuangaliwa, au anafaa kupata makuzi katika timu kubwa kama Simba Sports Club ama Young Africans, lakini pia katika timu kama Azam FC, bila kumsahau Singida Black Stars. Ni mchezaji ambaye anatamaniwa sana kuja kufanya mambo makubwa katika taifa letu, na anadhaniwa sana kwamba anaweza kufanya mambo makubwa katika taifa letu la Tanzania, kwa maana timu ya Taifa Stars. Huu ni msimu mwaka 2024 2025, na walitamani sana kumuona aitwe katika national team. Lakini msimu jana sasa, msimu mwaka 2025 msimu mwaka 2026 amefunga jumla ya mabao 8 na assist 2. Kwa hiyo amehusika kwenye mabao 10 ndani ya msimu mmoja. ndani ya msimu mmoja. Huyu hapo ni mchezaji mzawa, na akiwa na takwimu kama hizo basi huwezi kumwona kama ni mchezaji wa kawaida. Tukimfananisha yeye na Selemani Mwalimu ndani ya Simba Sports
Club msimu jana. Ndani ya Simba Sport Club msimu jana Selemani Mwalimu ameondoka na mabao 9, lakini yeye ameondoka na mabao 8 pamoja na assist 2. Kwa hiyo alichozidiwa kwenye swala la mabao ni bao moja tu, pamoja akiwa nyuma ya Selemani Mwalimu. Bao moja tu limemfanya kuwa nyuma ya Selemani Mwalimu, lakini yeye amefunga mabao 8 na ni katika timu ambazo ziko katika daraja la kati hapa ligi kuu ya NBC Premier League, ama yuko katika timu ambazo ziko katika daraja la kati ndani ya Tanzania. Umeona jinsi gani mchezaji anaweza kuwa ni mchezaji bora, lakini pia ni mchezaji ambaye anaweza akafanya mambo ambayo ni mazuri zaidi na zaidi. Kwa hiyo yeye ameassist mabao 2 na amefunga mabao 8. Kwa hiyo huyu kabisa anastahili kutumikia Simba Sport Club. Kumbuka advantage ya kwanza, huyu ni mzawa. Advantage ya kwanza ni huyu ni mzawa, na tunakumbuka kuhusiana na swala la Baraka Mwangosi ndani ya Simba Sport Club ni kama vile haeleweki kama ameshaachiliwa ama ndani ya Simba bado yupo. Kwa hiyo huyu atumekea 100% kwamba anaweza akatumikia Simba Sport Club katika msimu ujao. Inawezekana basi hata akatolewa kwa mkopo, inawezekana kwa namna yoyote, lakini Simba Sport Club wanahitajika sana kuhakikisha wanampata Paul Peter Kasunda. Wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanampata Paul Peter Kasunda ili aweze kutumikia vyema Simba Sport Club na kuifanya Simba iweze kwenda katika nchi ya hadi. Kumbuka Simba Sport Club bado anadaiwa na Mwananchi Africans, bado amekuwa ni mnyonge ndani ya Mwananchi Africans, na tukitizama ile mechi ya Ngao ya Jamii, Simba hakufanikiwa kufanya vyema sana, hakufanikiwa kugusa hata on target zaidi ya 5, hajapata on target nyingi sana, amepata on target chache sana, na Dumbia naye alikuwa hapati nafasi ya kushambulia. Kwa hiyo Simba Sport Club inahitaji mshambuliaji ambaye ana sifa kama ya Paul Peter Kasunda. Huyu Paul Peter Kasunda yeye advantage nyingine, basi ana uwezo wa kucheza kama winga. Kwa hiyo si mshambuliaji tu, anaweza kucheza kama winga, lakini pia ana uwezo wa kwenda kutafuta mali na kuiweka kambani. Kwa hiyo si yule mchezaji kama Dumbi ambaye yeye anatakiwa akae sehemu moja na kuhakikisha anatupia kambani, ila ni mchezaji ambaye anaweza kukokota mpira na kuhakikisha kwamba anaipatia timu mabao. Simba Sport Club wana force, na ili swala limeanzia siku ya jana. Swala hili limeanzia siku ya jana baada ya Simba Sport Club pamoja na kocha wao mkuu, kwa maana ya kwamba Steve Barker alivyowataka sana Simba Sport Club hakikisha kwamba wanampata mchezaji huyu ili aweze kuja kuiwezesha Simba Sport Club, ili aweze kuja kuisababisha Simba iweze kuwa vyema zaidi na zaidi. Kwa upande wako wewe unaona je, Simba Sport Club pamoja na Steve Barker wako sawa kuhakikisha kwamba mwamba huyu anasajiliwa ndani ya kikosi cha Simba Sport Club ndani ya msimu ujao kabla dirisha halijafungwa? Dirisha linafungwa siku ya leo, na anatakiwa ajaitumikia Simba Sport Club. Kwa hiyo wewe unaona kama Simba Sport Club akimpata inaweza kaja kwa timu ya namna gani msimu ujao, msimu mwaka 2026 2027? Tuambie hapo kwenye comment. Jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA, lakini hii hapa ni Royal Television. Tuko YouTube pia na TikTok. Hakikisha basi unatufuatilia popote pale ulipo ili uweze kupata taarifa za kimichezo. Hadi wakati mwingine, bye bye.